Mheshimiwa Waziri Mkuu, nchi yetu itakuwa mwenyeji wa AFCON ya pamoja mwaka 2027. Sambamba na maandalizi hayo, kutahitajika miundombinu bora ya upatikanaji wa huduma za kijamii zinazokubalika katika viwango vya kimataifa. Kwa kuwa viongozi wetu wamehakikisha ujenzi wa viwanja vya kisasa inawajumuisha marais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia pale Arusha, pamoja na Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi pale Fumba Zanzibar. Je, serikali ina mkakati gani wa kuhamasisha wajasiriamali wetu wananufaika na mashindano hayo? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa swali zuri na ufuatiliaji alioufanya kuhusu fursa zinazoweza kujitokeza kufuatia wenyeji wa Tanzania kwenye mashindano makubwa barani Afrika ya AFCON. Mheshimiwa Spika, ni kweli Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano hayo ya AFCON, na ndani ya serikali tumeshaanza kukaa vikao mbalimbali. Mbali na vile vya maandalizi, tunakaa vikao ambavyo vinajadiliana kuhusu ni namna gani Tanzania itanufaika na kuwa mwenyeji wa mashindano hayo makubwa barani Afrika. Moja ya maeneo ambayo tumeyabainisha yatakuwa na faida ya moja kwa moja ni yale yanayowahusisha wafanyabiashara wadogo wadogo, ambapo katika viwanja vyote ambavyo vitatumika kwa ajili ya mashindano na vile ambavyo vitatumika kwa ajili ya mazoezi vitakuwa na mazingira ambayo yatawawezesha wafanyabiashara wadogo wadogo kuweza kunufaika na ujio wa wageni hao ambao watashiriki katika mashindano. Tunatarajia pia katika maeneo hayo ya viwanja vya mazoezi, ya viwanja vya mashindano, barabara zake ziwe na taa ili kuweza kuwezesha wafanyabiashara wa biashara hizo ndogo ndogo kuweza kufanya biashara majira yote. Lakini pia kutakuwepo na matoleo ya namna ambavyo biashara hizo zinaweza zikafanyika katika maeneo hayo kwa njia ambayo wageni hawatalazimika kwenda kuzitafuta maeneo ya mbali. Kwa mfano, tuna vitu vya asili, kuna vitu vya vivutio, kuna vitu vya kitamaduni, kuna vitu vinavyoweza kupatikana kwa uharaka ambavyo vinatengenezwa ndani ya nchi na vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo wizara zinazohusika tayari wameshaanza kuandaa mikakati hiyo, ikiwemo wizara inayohusika na mambo ya biashara, wizara inayohusika na mambo ya vijana, wizara inayohusika na mambo ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, wizara ya maliasili na utalii, pamoja na wizara zingine kama maendeleo ya jamii, ambazo moja kwa moja zitakuwa na makundi ambayo yanaweza yakawa na bidhaa ambazo zitaingizia kipato kwa kuuza kwa wageni watakaoshiriki katika mashindano haya.